Habari yako ndugu mtazamaji wa Abedi TV jicho la nyumbani. Bana, siku nyingi kweli tulikuwa tuonekani kwenye screen zetu za Abedi TV, lakini leo ninakuletea story moja kubwa sana na mkubwa hapa. Nafikiri sio mgeni sana kwako kwenye macho yako, ila tunataka tufahamu tu hali halisi ambayo yuko nayo sasa hivi, na kweli mara nyingi hatumuoni kwa sasa hivi kwenye kazi yake. Sasa tungependa tufahamu mengi zaidi. Nafikiri utafahamu mengi zaidi, ila nikukumbushe tu usisahau kufuatilia TV yetu na kucomment, pia kusabu channel yetu Abedi TV jicho la nyumbani. Ya kaka, habari yako? Salama. Kwema? Kwema kabisa. Familia vipi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Amani ipo? Amani imetosha. Vipi mke wa jambo? Sisi wazima kabisa na familia tu jambo kabisa. Safi sana. Ya watu wangependa kufahamu wewe ni mtu gani? Wewe ni nani kwanza, majina yako, na wewe ni mtu gani? Kwanza nitoe shukrani kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiona asubuhi ya leo. Na kuhusu labda mimi ni mtu wa namna gani, mimi kwa kifupi naweza nikasema mimi ni kipenzi cha watu yani. Yes. Vipi majina yako? Majina yangu mimi naitwa Majaliwa. Kwenye game la muziki, muziki wa kidunia ule watu wananifahamu sana kwenye jina maarufu kama Aesthetic. Aesthetic. Yeah. Ndio jina ambalo ulianza nalo kimuziki au ndo ambalo watu wanakufahamu kwenye muziki au? Ya, hilo ni jina ambalo watu wananifahamu kabisa kufuatana na game ya muziki. Yeah. Na vipi jina lako ya asili kabisa ya familia, unaitwa nani? Watu wangependa kufahamu pia hilo, maana hilo ni jina la kazi. Majaliwa. Ya ndugu mtazamaji wa Abedi TV, nafikiri hapa tumemsikia jina yake kaka Aesthetic. Ana kazi kubwa sana ambazo ameshawahi kuzifanya. Ukiingia YouTube pale ukitafuta hilo jina, nafikiri utampata sana. Ya kaka, watu wangependa kufahamu safari yako ya muziki, ulianzaje, ilikuweje, ni kwa muda gani ulianza kazi yako ya muziki? Ya, safari yangu ya muziki nilianza kitambo sana, hadi kwa muda na huu ndio kuna mabadiliko. Ulianza ukiwa na umri wa miaka mingapi? Mimi nimeanza toka ningali mtoto sana. Toka ungali mtoto? Yeah. Na toka ungali mtoto mpaka hivi, niseme tu kwa ufupi, nyimbo yako ya kwanza uliwahi kuingia studio kwa mwaka gani ambao uliingiza na nyimbo yako ya kwanza, na iliitwaje nyimbo yako ya kwanza? Nyimbo yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa ni Mdogo Mdogo, japokuwa nilifanya nyimbo nyingi na kipindi kile studio zilikuwa zionekani. Kupatikana kwa studio ilikuwa ni shida sana. Kwa hiyo mtu ukisikia unaenda studio, yani kwanza wewe mwenyewe unashangaa, unasema hivi kweli studio? Maana unakuta vitu vingi, watu unatishika, wanakuambia eti ukiingia studio, yani wale maproducer mara sijui, yani ukiimba vibaya, ina maana unajikuta yani ukijiandaa kwenda studio ni vitu vingi unakuwa unafikiria, unasema kweli huko tutafika. Lakini nishukuru Mungu, nilifanya ngoma yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Mdogo Mdogo. Nikaja kufuatia ngoma ya pili ilikuwa inaitwa Dawa za Kulevya. Niliwahi kubahatika kuchukua tunzo na hiyo ngoma, na mimi nikajisikia kumbe kwenye game la muziki kumbe watu wananipokea vizuri, na ilikuwa bado hivyo. Yani ukiwa unaimba watu wanasema fulani kumbe anaimba, fulani anaimba. Nikajipata kwenye hiyo ngoma, nikapata nafasi, nikawa nimetoka nje kipindi hicho cha zamani, tulikuwa tupo kwenye mashindano. Na sasa hivi naweza nikasema kwenye game la muziki ndio nivyo hivyo tu, naweza nikasema hivyo. Na hiyo mashindano ilifanyika mwaka gani na mpaka ukafikia kupata hiyo tunzo? Yaani niseme kwa ufupi, hiyo tunzo uliipata mwaka gani? Hiyo tunzo ilikuwa 2010. Kwenye 2010, kwa sababu najua ni kitambo sana. 2010 ndio nimepata hiyo tunzo, nikawa mwimbaji bora kwenye kundi langu ambao ilikuwa inaitwa WCC. Na nini haswa watu wangependa kujua, nini haswa kilichokufanya wewe au kilichokuvutia wewe mpaka uwe mwimbaji wa Bongo Nyarugusu? Nini kilikuvutia mpaka uwe msanii? Kilichonivutia hadi mimi nianze kuimba, kwanza nilijikuta nimependa sana muziki, na nikajipa tumaini, nikasema siku moja muziki unaweza kunifikisha mbali. Na kweli nilifanya muziki, niliona mambo mengi tofauti ambayo sikutegemea kama ningeyaona kwenye game la muziki. Ina maana muziki ni kitu kizuri sana. Na hivi uliwahi kufanya muziki na wasanii wangapi au watu wangapi ambao uliwahi kupiga nao nyimbo za ulifanya nao collab? Kwenye kazi hizi tunasema za kidunia
niliwahi kufanya na watu wengi tu, maana nikitaja majina hapa Taja hata mmoja au wawili basi watu waelewe, wajue kama wewe ni mwamba, yani uliwahi kufanya mambo makubwa sana. Mimi nakukubali sana. niliwahi kufanya mziki na ndugu wangu mmoja anaitwa Blood K. Tumefanya ngoma zetu hadi sasa hivi zipo YouTube kule. Najua ambao wanaweza kufuatilia channel ya WCC. Kama ni wapenzi wa WCC na naamini huko kwenye kundi langu la WCC tuliwahi kufanya ngoma na Blood K. Ngoma zipo nyingi tu, nimefanya na wasanii tofauti ambao wapo hapa nyumbani. Ya, na watu wangependa kufahamu, wewe umesema kwamba uliwahi kutoa nyimbo na Blood K. Huyo Blood K yuko wapi sasa hivi? Blood K sasa hivi yupo Mamtoni huko. So unajua vijana ni wanajitafuta. Ya, na watu wangependa kufahamu, hivi wewe ni muimbaji unajitegemea au ulikuwa kwenye kundi gani, au tuseme kazi yako ulikuwa unaifanya na wakina nani? Ulikuwa mwenyewe unajibeba mwenyewe au ulikuwa kwenye kundi gani? Watu wangependa kufahamu. Mimi nilikuwa na kundi, nilikuwa sipo kwenye kundi. Nilikuwa na kundi ambayo ilikuwa inaitwa WCC na ni kundi ambayo ilitrendi sana hapa manyumbani. Najua kila mtu alifahamu mambo aliyofanya hiyo kundi, na hadi sasa hivi kuna wanamuziki ambao walitoka kwenye kundi la WCC. Sasa hivi na wenyewe wanajipata na wanafanya mambo yao na wanafanya maisha yao na wana maisha mazuri tu. Na vipi hiyo kundi, msimamizi ni nani? Alikuwa wewe au? Mimi ndo nilikuwa teacher kabisa, yani kwenye kundi la WCC. Ulikuwa teacher kama mwalimu wa kuongoza kundi au? Yani niseme vyote, kuongoza kundi, kutoa densi, kuimba, vyote ilikuwa ninavyo. Na sasa hivi hilo kundi bado lipo au limeshapotea kabisa? Binadamu najua mambo ya kundi. Binadamu tu. Ni kweli. Sawa. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, mimi nashukuru sana, na mimi nafikiri ninajua tu uko pamoja na sisi na unaendelea kutusikiliza sana. Nafikiri tunamsikia hapa pia ni dancer mkali sana. Ya, na tungependa kujua hivi kwenye kazi yako ni changamoto gani ambazo ulikuwa unazipata kipindi unafanya muziki au kwa muda ambao unaandaa muziki? Changamoto hazikosi kabisa kwenye game ya muziki, na siku zote wanasema ni kuvumilia. Changamoto nikisema zipo nyingi sana, na hadi sasa hivi naweza kusema kuhusiana na mambo ya muziki huo ambao tumefanya kwenye mambo ya makundi, changamoto ni nyingi sana. Watu wangependa kufahamu japo hata 3 au 2. Changamoto zipo, unakuta nikisema nizitaje hapa, najua nikizungumza kitu changamoto watu wengi wanaelewa changamoto ni nini. Wanaweza wakaelewa lakini wasielewe nini ulipitia wewe kama wewe, changamoto ambazo ulikutana nazo. Changamoto nyingi. Kwanza utakutana na watu ambao wapo tofauti. Cha kwanza unaweza ukakutana na watu ambao hawana heshima, pia wana heshima. Wengine watakuzungumzia mazuri, wengine watazungumzia mabaya. Ina maana hizo ni changamoto baadhi ambazo zinapatikana kwenye mambo ya makundi, lakini nilimshukuru Mungu kwanza kwa sababu alinipa ile hekima na akanipa na uwezo wa kujua hichi kitu ninachokifanya yani kisije ikawa tofauti, japokuwa hata mwanadamu hawezi akaridhika. Ina maana hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza. Sawa, mimi nafikiri watu wamekusikia changamoto zako ambazo umekutana nazo, lakini pia watu wangependa kujua ni faida gani ambazo wewe umezipata kipindi unafanya muziki, kwa muda ambao wewe unaandaa muziki. Yaani kwenye sanaa yako ya uimbaji wa muziki ni faida gani ambazo umezipata? Faida ni nyingi. Kwanza nilitoka nje tofauti na hapa nyumbani, nimekutana na wasanii wengi tofauti na nimejifunza vitu vingi na mafanikio. Niliona kuna mafanikio fulani ambayo nilipata kupitia muziki. Ijapokuwa unajua mambo mengine wanasema hayaji kwa haraka. Kwa hiyo niliona na mafanikio zaidi, niliona kujulikana watu walinijua wakasema kumbe jamaa hivi, kumbe yupo hivi na hivi. Hadi kuna watu wengine baadhi wanajua kama mimi sipo, kwa sababu unajua muziki unaofanyika hapa kuna tofauti. Binadamu watakufelisha na wengine watakupiga teke, yeah. Unapata hatua fulani hivi unakuwa una maendeleo ambayo haukutegemea. Lakini zaidi sana naweza nikasema kwa maendeleo ambayo nilipata mimi, nashukuru kwanza familia yangu ipo vizuri. Nachokipata kwenye game ya muziki ni faida mojawapo ambayo mimi naiona, na kama tena nilivyosema, faida nyingine ambayo nilioipata kwenda nje ya nchi. Yani niseme tofauti na hapa tumeona vitu vingi sana. Yani tofauti mazingira ya hapa tumeenda na tumetembea, tumetoka, yani tofauti na mazingira kama hapa nyumbani na huko. Yani naweza nikasema yani tumefika sehemu mbalimbali kufuatana na muziki. Na ambao nilikuwa nao kwenye game ya muziki. Wengine tulikuwa nao waliona tu
Kumbe kwenye mziki kuna ladha yake ndani. Ya, sawa, si nafikiri watu wanakusikia, lakini pia watu tungependa kujua, ni siku nyingi kabisa hauonekani kwenye kazi yako, yani ile nafasi yako. Watu hawakuoni sana, na hii imeleta utata sana na gumzo kwa watu kutokuelewa. Kaka Estetike mbona hatumsikii, amepotea kabisa hata kwenye huu ushindano ambao ulifanyika kwenye huu mwaka, watu hawakukuona. Unaweza kutuambia shida ni nini mpaka sasa hivi haukuonekana na hauonekani? Ya, mimi nimebadilika sasa hivi, nimejibezi sana kwa muda huu, nipo kwenye gospel, kwa sababu anakuambia kazi zozote zile, wanakuambia hata ufanye kazi ipi, lakini usipofanyia hata Mwenyezi Mungu ni kama kazi bure. Ijapokuwa unaweza kufanya tofauti na kazi ambayo haumfanyii Mwenyezi Mungu ukapata mafanikio, lakini ni kama ni bure tu. Sasa hivi nimehamia kidogo, nipo kwenye gospel pale, nafanya kazi ya Mungu, utanikuta nipo kanisani, lakini sio labda eti nimezarau kazi ambayo nilikuwa naifanya, kwa sababu ambayo nilikuwa naifanya mimi najua imenifundisha vitu vingi na nimeona vitu vingi. Ina maana sasa hivi utanikuta nafanya kazi ya gospel. Sawa, watu wangependa kuelewa, ndio unafanya kazi ya gospel. Sasa hapo bado haujafunguka vizuri, ungetakiwa ufunguke vizuri, watazamaji wakusikie na mashabiki zako wakusikie. Je, ni kweli umeamua kuachana na mziki wa bongo? Yani imekueje hapa? Ungetufungulia vizuri, kama ndio kuokoka au vipi? Ungetuambia watu waelewe. Ya kuokoka, niliokoka tu kitambo. Unajua tunasemaga matendo ndio yanamfanya mtu kuonekana ni mwema au ni mbaya. Na nataka niseme watu kama sisi binadamu tulivyo, sawa? Tutegemee tunachokifanya chochote hapa chini ya jua. Cha kwanza tumjue Mungu. Unaweza ukawa unafanya kazi yako ya muziki, lakini usisahau kwenda hata kanisani, kwenda kusali siku moja. Na kumtumikia Mungu hivyo hivyo ni muziki. Na ndio maana nimesema sijadharau ambacho nilichokuwa nakifanya, lakini sasa hivi bado mimi naona tu mawazo yangu, nimeona tu badilike kidogo. Sasa hivi nijibezi kwanza mambo ya kanisa na yenyewe. Ya, wewe unaposema kwamba sasa hizi umejibezi kwenye mambo ya gospel kwanza, yani watu mpaka hivi watu hawajaelewa. Watu wanataka kufahamu, je, umeacha kabisa mambo ya bongo, umeingia kwenye gospel, ili watu wajue wanakutafutia wapi, kwenye gospel au kwenye bongo music? Naamini ndugu zangu ambao wanaonitazama sasa hivi, na kitu ambacho naweza nikasema kwa kunitafuta mimi, najua ipo siku atakuja kukuta mazingira ambayo mimi ninayo. Kweli huyu jamaa ile gospel alizungumzia ndo hapa penye tumemkuta, au jamaa tu alikuwa anaongea tu kwa sababu ya kuamsha. Mimi na imani siku moja tu watakuja kuamini kumbe fulani kweli huku ndo alipo, kwa sababu tumesikia amesema ipo kwenye gospel, au huku ndo alipo hapo, au huku kwenye game ambayo ile ambayo tukasema WCC, tena yeye mwenyewe teacher sijui mwalimu, au ndo ameachana navyo kabisa. Mimi naamini siku moja watu watakuja kujua ukweli kufuatana nini hichi ambacho ninachokizungumza hapa. Wasije kushangaa sana, watajua tu nikisema maana ya gospel. Kuna baadhi ambao wanaelewa gospel ni muziki wa namna gani, na hapo nimezungumzia kitu kipi zaidi hapa. Ya, mimi nafikiri watu wanakusikiliza na wanakufuata kiumakini sana. Na unaposema kwamba umehamia kwenye gospel, sasa tulitaka kujua hivi wewe umetoka kule umesema WCC. Ya, sasa kule wewe umetoka hivi, unafikiri ile kundi itakaaje, au ndo ilikufa kabisa mazima kila mtu akajipata? Naweza nikasema binadamu. Unajua binadamu unaweza ukapanga hichi hapa na Mwenyezi Mungu hajapenda, basi ni kitu ambacho kinaitwa tofauti. Nikisema binadamu ina maana ndio mali zungumzia kufuatana na swala la kundi. Kuna ambao wana moyo wa kufanya na kuna wengine hawana moyo wa kufanya. Lakini unaweza ukakuta wenda kipengamizi zaidi hawezi ukajua shida ni nini. Unaona? Kumbe labda mimi nitakuwa bado Mungu hajapenda kile kitu mimi niendelee nacho. Ndio maana nikaona hapana. Kama ni hivyo, na maana nione basi acha kwanza nikae kwenye mambo ya gospel, lakini sio sababu ya kusema labda ni dharau nilipotoka. Sijadharau. Ile kundi ipo na matumaini watazidi kufanya vizuri, lakini mimi nimesema nipo kwenye gospel. Ipo siku watakuja kujua
hii gospel anaiongelea ni gospel ya namna gani. Watakuja kujua ni gospel ya namna gani. Ya basi nafikiri tuko pamoja, lakini pia watu wangependa kufahamu umeshahamia kwenye gospel. Je, watu wangependa kujua ni umeshafanya kazi ngapi ambazo umeshazifanya kwa upande wa gospel, au nini ambacho unakiandaa kuhusu tukio fulani ambalo unatarajia wewe, ambalo unaweza kutarajia watu watarajie kulipata kwa. Mimi nasema nitawafanyia surprise ninachokifanya. Nimeongea tu hivyo, lakini kazi ambazo takazozifanya watu watazipata. Watarajie kwa muda gani? Mfano tuseme tu watarajie lini utawachomekea kitu? Wenyewe naweza nikasema wasubiri tu, nitawafanyia kama surprise, kwa sababu mimi ni moja baadhi kwa watu ambao hapa nyumbani nimefanya vizuri kwenye kazi zangu, na baadhi watu wananijua. Ina maana kwenye siku hiyo ambao nitakakuja kuja kuwatolea surprise ya kusema labda hiyo gospel tunasikia alizungumza ni ya namna gani, naamini watu watakuwa wengi na watajitokeza kwa wingi na itakuwa surprise, na watu wengi wataelewa, watasema ndio ile gospel ambayo alizungumzia hii. Naamini tu wakae tu chonjo, wakae tu wametulia, kazi nzuri tu zitakuja na wala wasiwe na wasiwasi. Mimi nafikiri umeshabadilisha mfumo wa life, yani umetoka huku umeingia huku sasa, na watu wangependa kujua majina yako mapi sasa hivi, maana sasa hivi umegeuka, umekuwa mtu mpya, umetoka kwenye dhambi, kama ndo wanasemaga kwenye dhambi, lakini pia umeingia kwenye njia ya wokovu. Watu wangependa kujua majina yako mapi, au ndo wanatumia yale majina? Kwanza mimi nitakachowaambia ya kwamba kama nilivyozungumza naitwa Majaliwa. Kwa hiyo hata ndugu yangu ambaye ananitazama kwa siku ya leo, hata kesho kutwa, ukiongeza hata mtumishi, kwangu inaweza ikawa ni vizuri. Majaliwa, mtumishi wa Mungu. Mimi nafikiri hapa tumemsikia, na nishukuru sana kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi. Mimi nafikiri tumefikia mwisho, lakini tungependa kumsikiliza hata neno moja ambalo anaweza kalitoa kwa watazamaji ambao mnaotuangalia. Awe na neno ambalo anaweza kaliongea. Ni karibu sana. Naweza nikasema jamani, tusikose kupana moyo katika mambo ambayo tunayafanya kama mashabiki na kusupport TV yetu hii. Ni TV pendwa sana. Naamini katika TV yetu hii itatufikishia kwenye malengo mengine, ambao kwa wale ambao wamejikuta wenda wamekata tamaa kufatana na vipaji vyao. Unaweza kuwa una kipaji, usiwe muoga sana. Tupo na ndugu zetu hapa na tumaini wanafanya vitu vizuri, na wapo hapa kwa sababu ya kusapoti. Kwa yule ambaye yote ana kipaji ajisikie yupo huru, na kesho na kesho kutwa afikishe malengo yake. Asante sana ndugu mtazamaji wa Abedi TV Online. Hapa alikuwa ni King Safa, lakini pia nyuma ya kamera alikuwa ni director Rauli, baba wa Maunyama. Niseme tu asante kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi, lakini nikuombe tu usisahau kufuatilia chaneli yetu, utapata mengi zaidi na zaidi sana. Niseme tu asante na nakupenda sana ndugu mtazamaji, asante.